Mwisho Mungu anataka kusema na wewe ule ujumbe ambao anatamani kwamba upate ili kuzidi kukujenga katika maisha yako ya kimwili ya kiroho, lakini pia katika shughuli zako mbalimbali. Mtumishi wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Karibu sana siku ya leo. Nashukuru sana. Tunamshukuru Mungu kwa sababu ya siku nzuri ya Jumapili. Amen. Mungu ametupa nafasi nzuri pia ya kuwepo tena. Na tunakimbiza mwaka mwingine mpya. Kwa kipindi cha Liberation Hour tunaingia kwenye mwaka wa pili sasa. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu sana, mko pamoja, lakini na sisi na pia wasikilizaji wamekuwa sehemu kubwa sana ya kuwa pamoja na sisi, lakini pia wamekuwa kitendea kazi. Nimepata shuhuda nje ya ile wanasema inbox. Nimepata shuhuda kadhaa jinsi ambavyo Mungu ameendelea kufanya, kwa sababu wengine wanasema nashindwa kungoja Jumapili hii ama Jumapili nilikuwa najaribu kutuma mambo hivi, lakini nashukuru Mungu sana kwa sababu wamekuwa kitendea kazi na kuna nuru katika yale ambayo nafundisha. Najisikia kutiwa moyo katika mambo haya, na pia nimepata message saizi wanasema tuko tunasubiri kipindi. Na watu wakati waliniambia kuna siku tumekuwa tukiwauliza vipi, wakasema saa nyingine wanakuwa wakiandika sana. Kwa hiyo wakati wanaandika wanafanya hivyo wanajikuta wanasawa. Alafu watu wamepongeza kipindi cha kutuma message pamoja na kupiga simu. Lakini wanasema kwamba hawajafundishwa, lakini wanapongezana. Wanasema kumekuwa na kipindi wanaachia neno linahubiriwa, alafu ndipo wanapigana. Kumekuwa kuna ule mbanano, kuna jamu kubwa. Yaani kumekuwa kuna jamu, wanaenda vizuri na messages zinaenda. Kwa hiyo nashukuru sana kwa sababu ya nafikiri ni wakati wa Mungu wa watu kufanya hivyo. Sasa nashukuru Mungu. Labda kabla hajaendelea ni kuacheni mwapatie mawasiliano. Asante sana. Na msikilizaji, kama ulivyomsikia Apostle Vincent, ni wazi mambo yanazidi kuwa mazuri leo. Kabisa. Na kwa nambari za simu katika kuweza kushiriki nasi hapa studioni baadaye kidogo ni kupitia 0754 287424 0754 287424. Kwa kile utakachoendelea kukisikia ama ulichowahi kukisikia kupitia masomo haya ambayo basi yanazidi kulindima kupitia kipindi hiki Saa ya Ukombozi. Kabisa. Na baadaye tutaruhusu pia simu. Tutapokea simu za hapa studio. Lakini kama ndo kwanza unajiunga nasi, huyo hapo ni Apostle Vincent wa kanisa la Victory Faith Kijenge Mwanama. Kama ndo kwanza siku ya leo unasikiliza MJ ndani ya kipindi hiki hapa ni Liberation Hour. Na leo tena tupo ndani ya nyumba. Tupe nafasi. Asante. Karibu sana baba. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Nashukuru sana pia kwa sababu nimekuwa na wasikilizaji wamekuwa kama familia, kwa hiyo nasahau kusema mimi ni Apostle Vincent. So, nashukuru sana kwa hilo, lakini pia ni wakumbushe wasikilizaji wetu kwamba bado kuna semina Dar es Salaam. Semina Dar es Salaam inaitwa Growing Without Groaning in Life and Ministry. Itakuwa ni inalenga sana watu wanajitambua, watu wenye hatima zao, watu wenye future maono, watu wenye kumwelekeo, wafanyabiashara, watumishi na watu tu wa jinsi zote ambao wanafikiri wanataka kwenda mahali. Kwa hiyo tutakuwa tunajifunza kuishi na kukua pasipo yale maumivu. Na hii ni ngumu sana hasa kwa Mtanzania, kwa sababu Watanzania unasema wakati unakuwa na pain. Lakini katika somo letu pia leo kuna vitu tutavizungumzia, kwa sababu umekuwa vikichanganuliwa kuhusiana na ile somo la mafanikio. Na hapo pia ndani tunaenda kujifunza kwenye semina hii kwamba unaweza ukakua na kufikia mambo mengi ambayo Mungu anataka pasipo uchungu fulani. Ndio maana tunasema ile groaning ni ile kama kugugumia ndani. Yaani mtu tunasema wakati mti unakuwa haufanyi lii wakati unakuwa, lakini tunauona mti unakuwa. Sasa ndivyo ilivyo katika maisha. Tunapaswa kujifunza, na vitu vikubwa sana ni kupata knowledge. Na hiyo ndio tutakuwa tunaiachilia kwenye semina ya Dar es Salaam pale Landmark Hotel. Kwa hiyo tutakuwa na wakati mzuri, na watu wamesema watakuwepo wengi. Iko Ubungo Dar es Salaam. Iko Ubungo Dar es Salaam. Kwa hiyo watu wa Dar es Salaam watakuwepo, lakini pia wale wa hapa ambao ni wasikilizaji wangu wanaweza kusema neno kuhusu mkutano ule, watamka, wakaomba. Tunahitaji pia maombi yao kwamba watakuwepo wakisema nani wiki hii inaanza sasa Jumapili tutakuwa huko. Bwana asifiwe. Kwa hiyo tunashukuru Mungu sana katika mipango hii mikubwa na mizuri. Lakini leo niendelee na somo ambalo nilifanya utangulizi Jumapili iliyopita kuhusiana na your destiny under spirit of poverty, kwamba unaweza kuwa na hatima, lakini hatima yako ikawa nyuma ama chini ya roho ya umaskini, na kuwa
chini ya Irona ilikuwa inakuwa tatizo kubwa sana. Na hatima ya mtu, nazungumzia future au destiny, pale kwenye destination, hatima ya mtu. Tulijifunza kwamba hatima sio kwamba mtu anakufa, lakini kuna kutoka hapa kwenda hapa, ni phases ziko hatua. Kwa hiyo unatoka hapa unaingia hapa, lakini ili uweze kufika unakopaswa, roho ya umaskini ni mbaya sana. Na tulizungumzia hiyo. Sasa na Kumbukumbu la Torati 15, Mungu anasema kwamba kwenu hata kuwepo masikini. Hasemi kwenu hata kuwepo tajiri, anasema kwenu hata kuwepo masikini. Kwa hiyo maskini ni kitu kibaya sana kwenye maisha ya watu, na tunapaswa kuchukia kabisa. Ni kama moja ya dhambi nyingine ama mapepo mengine ama mateso ambayo mtu hayapendi katika maisha. Umaskini unamuondolea mtu heshima kubwa na unamuondolea mtu uthamani mkubwa. Unajua, kwa mfano, rais wa Amerika ndio binadamu anayelindwa sana kuliko mwanadamu mwingine yote katika dunia. Yeye anapewa askari 500 hadi askari 800 na US government, serikali ya Amerika. Lakini anapokwenda kwenye nchi zingine, haswa nchi za Afrika, atakiwa lindo na askari 5,000 hadi 15,000. Wanakuwepo, sio kama wanajirundika pale, lakini wanajaa katika nchi na katika anga na katika mitaa na kila mahali. Hiyo ni ulinzi wake. Wanafanya hivyo hasa kwenye nchi za Afrika. Wanapoenda kama nchi zilizoendelea kama Uingereza, wapi, mambo haya unakuta hayapo. Na barabara nyingi, miundombinu ya barabara inafungwa ili tu huyu mtu aweze kwenda. Na kama juzi alikuwa anakuja kesho jioni, leo watu wamesimamiwa jiji la Nairobi, wanapanda ukoka ili kwamba ushike chini, uchanue, uwe garden kwa kesho tu. Yaani kuna umaskini kitu kibaya. Umaskini unakufanya unakuwa mtu wa ajabu ajabu, na umaskini unapoteza thamani. Kwanza huaminiki, na ndio maana pia unapoenda kwenye taasisi za kifedha, kuna vitu fulani wakikuuliza maswali, huwa unaweza kukosa ile hela unayoitaka, kwa sababu ile pesa inaonekana tu hata ufanani, huyu mtu anaenda kupotea moja kwa moja. Kwa hiyo umaskini ni kitu ambacho hakifai, kwa sababu huaminiki na mtu. Na hata kwenye nchi zetu zinakuwa na usemi kwamba tunabidi tupate hata kiongozi ambaye ni maskini mwenzetu. Lakini mtu aliyokaa kwenye kiti hawezi kunyanyua mtu ambaye yuko amesimama, ama mtu ambaye ameketi pia. Lazima mtu huyu asimame ili anyanyue huyu mtu ambaye ameketi pale chini. Kwa hiyo wakati mwingine tunakuwa na hizo semi kwamba tunahitaji tupate hata kiongozi ambaye ni maskini, lakini hii yote ni mawazo ya kimaskini. Maskini hawezi kumpeleka mwenzake mahali. Hata watu ambao ni maskini hawezi kupeana ushauri, hawezi kusaidiana chochote. Sana ndio hao wanaanzisha mambo ya Freemason na nini, kwa sababu tia ile kitu ya umaskini. Unaweza kuona mtu akifanikiwa kupata kitu fulani, akifanikiwa kupata toyo, utaona anakuwa na marafiki wa toyo from nowhere. Ukipata mtu akipata gari, unajikuta anakuwa na rafiki wa watu wa magari. Yaani vitu ziko automatically. Biblia inasema kitabu cha Zaburi, anasema kilindi kinabusiana na kilindi kingine. Yaani unaweza leo ukapata pickup tu nzuri, ukapata pickup yani gari, chombo cha moto, lakini unapotaka shughuli ya kufanya ya gari ambayo ni Hama ama Vogue ama nini ama Prado, unajikuta tu unakwenda na mtu anakuamini, anakupa, kwa sababu tayari yani hivyo vitu vina mahusiano. Na mtu ambaye hana huwa anakana mwenzake. Malugha mengi ajabu ajabu ni ya watu ambao hawana, wamekosa. Kama unakumbuka zamani sana kwenye shule, sijui darasa la 2 ama la 3 ama la kwanza, kwa kuna hadithi ya sungura ile anasema sitaki mbichi hizi. Kwa hiyo watu wengi wanapokaa mahali wakiwa hawana, huwa wanakuwa na hizo matungo tata na malugha ajabu ajabu. Lakini hizi zote pia ni kwa sababu kanisa kama kanisa halikufundishwa. Nashukuru Mungu sana pia wasikilizaji wetu wameanza kutendea kazi. Somo hili nilifundisha Jumapili. Kuna watu wameanza kulifanyia kazi kwa nguvu sana vitu vingi. Japo tulikuwa tunazungumzia tu lo maskini. Na mmoja utendaji kazi mkubwa ni watu kuchukia maskini, kukataa ile hali ya umaskini. Haitakiwi kabisa kuweza kuwepo. Na leo nitaendelea kutokea pale. Ili somo ni refu na ni kubwa sana. Si lazima nimalize, lakini nitaenda kuweka tu mwanga kwenye baadhi ya vitu. Kitabu cha Waamuzi mlango wa 6, mstari wa 15, Gideon anatokewa na Mungu, alafu Mungu anamwambia utaenda kuwaokoa watu na mataifa na maadui walioko pale. Gideon anajibu anasema, mimi hapa nawezaje kuokoa wakati mimi mwenyewe ni maskini? Kwa hiyo unaweza kuona, hata familia yangu ni maskini. Hata familia yangu ni maskini, afu tuko wachache kabisa, hatuwezi kwenda. Na ukisoma kwenye Biblia unaweza kuona tu umaskini umekuwa katika eneo la laana na umekuwa katika eneo la pigo. Yaani hata Mungu anazungumzia kwa kitabu cha Walawi nafikiri 26, anazungumzia na watu wanapoenda kinyume na yeye, anasema kwanza nitalivunja tegemeo lenu la mkate, alafu nitasababisha pia miti yenu kupukutisha maua yake kabla ya wakati. Kwa hiyo unaweza kuona umaskini ni kiboko fulani. Maskini aina fulani
fulani ya pigo, ni kiboko, lakini hichi kiboko huwa sio tu Mungu anakileta kwenye jamii. Wakati mwingine kinaweza kaletwa na watu fulani ama baadhi ya roho. Kama nitakuwa na time nitazungumzia au watu wanaweza kuleta umaskini katika jamii. Kwa hiyo na inaonekana kabisa kwamba maskini ni Mungu amewaleta. Na wakati mwingine hii ni pigo. Kuna mtu alizaliwa na magari na nini. Mungu alitaka watu waende. Kwenye kitabu cha Mwanzo Mungu alibariki Adam na Hawa. Alafu Mungu akasema kwenye Mwanzo mlango wa 2 mstari wa 8 akamweka kwenye bustani ya Edeni. Mstari wa 15 na 16 akamwambia lima, tunza, kula. Mstari wa 17 akamwambia ukivunja masharti haya utakufa hakika. Na unaweza kuona Adamu hakufa siku ile, lakini kuna vitu vilikufa katika maisha yake, kwa sababu kifo ni vitu vingi sana zaidi ya mtu kunyamaza kimya kwenye sanduku ama namna hiyo. Kwa kitabu cha Waamuzi mlango wa 6 mstari wa 15 Gideon anaambiwa na Mungu uende kwa jinsi ulivyo. Anasema nawezaje kwenda na mimi ni maskini. Kwa hiyo unaweza kuona umaskini hauondoi talents, bali unasababisha vile vipawa visiamke. Kwa sababu kuna vipawa vya mtu vinahitaji fedha, vinahitaji mafanikio ili kuweza kuviachilia viweze kwenda huko juu, kuweza kuinuka, kufanya vitu vingi sana. Vile vipawa vitakaa pale chini, kama hakuna mafanikio vinanyamazia pale chini. Na mafanikio kama hakuna pia, mtu anaweza kafika mahali akawa anakuwa mtu kama hana kesho kwenye maisha yake, anakuwa tu hana uthamani wote, hathaminiki popote kwa sababu ya kukosa yale mafanikio. Watu wengi wameishi pale chini kwa namna hiyo. Ukisoma kitabu kile cha Mithali 22 ule mstari wa 7 unaweza kuona Biblia inaelezea kuhusiana na nguvu ya umaskini. Hata ukisoma kitabu cha Mithali unaona Sulemani anamwambia Mungu, anasema kwenye sala zake, nisije nikawa maskini nikawa muongo, nisije nikawa maskini nikaiba, nikawa maskini nikataja bure jina lako. Kwa kuna vitu vingi sana ambavyo ni vibaya. Kwenye kitabu cha Mithali 22 mstari wa 7 Biblia inaeleza sana kuhusiana na nguvu hizi za ufukara. Sulemani anazikataa akisema, Mungu ninaomba nisije nikawa hivi. Kwa hiyo umaskini ukisoma kwenye Biblia, hasa kwenye kitabu cha Walawi, inaonekana kama ni pigo ama ni hali inayompata mtu. Biblia inasema kwamba mtu wa kwenu, kufikiri Walawi mlango wa 25 na ule mstari wa 25. Nasema mtu wa kwenu akipatwa, mtu wa kwenu akiwa maskini. Tafsiri nyingine inasema mtu wa kwenu akiwa na hali ya umaskini. Tafsiri nyingine tena inasema mtu wa kwenu akipatwa na umaskini. Kwa hiyo umaskini ni hali ambayo inaweza kumpata mtu ikamtesa, yale ambayo inaweza kumpata mtu ikamweka pale chini. Kwa hiyo ni nguvu inaweza kuja, ama ni pigo kama laana inaweza likaachiliwa likiwa na vyanzo vingi sana dhidi ya maisha ya watu. Kwa hiyo watu wengi sana wanateswa na hiyo nguvu ya umaskini. Mhubiri mlango wa 9 ule mstari wa 14 hadi ule mstari wa 16 anasema palikuwa na mtu mmoja masikini katika mji, na pakaja mtu mwingine tajiri katika huo mji, na watu ule mji ni wachache sana. Lakini huyu bwana alivyokuja, anasema akaujengea boma ule mji, akauzingira ule mji kabisa, akaufunga vizuri, akaanza kuupiga. Ndani ya ule mji palikuwa pana mtu mmoja maskini sana, lakini alikuwa ana ujuzi fulani wa vita, alikuwa na mbinu, alikuwa na hekima. Maana hekima si kuzungumza, hekima ni ule utendaji. Kwa hiyo alikuwa ana ujuzi fulani wa kihekima kuokoa wale watu, akatumia ujuzi wake wa ile hekima. Labda alikuwa na mbinu za kivita, kwa na mbinu za kijeshi, lakini alikuwa maskini. Biblia inasema kwamba kwa mbinu zake yule maskini akauokoa ule mji, watu wasiteswe na kuuawa tena. Lakini Biblia inasema hivi, pamoja na kwamba aliokoa wale watu na kwa sababu alikuwa na sifa za umaskini, Biblia inasema kwamba huyu mtu hata hekima yake haikukumbukwa tena, wala hakukumbukwa alikopitia. Pamoja na kwamba alifanya mambo makubwa kabisa, lakini aliweza kupotea. Kuna mambo mengi usipokuwa na mafanikio. Kina Lydia hapa ni waimbaji wazuri. Uwezi kama hamna mafanikio, nyimbo zako tabaki nazo. Utakuwa na vitabu vingi. Mimi nimekutana na mtu aliyotunga vitabu vya tumwimbie Bwana, sio injili zile. Nimekutana naye. Ametunga miaka mingi. Kuna mtu ameanza kuimba nyimbo kutoka mwaka 56, 57. Ni mzee sana sasa hivi. Lakini zile nyimbo, kwa sababu namwambia mbona hivi, ameziandika kwenye vitabu mpaka ule wino umeyuka kabisa. Na hizo nyimbo zinauzwa, yameandika kwenye kitabu na kalamu. Anasubiria kwamba siku moja atazitoa. Zimeshatoka, zimeuzwa dunia nzima, zimebadilishwa mpaka lugha, lakini yeye haijamfaidia chochote. Yeye anacholalamika, anasema sio kama Mungu hajanipa kipawa,
mafanikio sikuyapata. Kwa hiyo mafanikio sikuyapata, utakuwa na vitu ndani, lakini kesho utajikuta zile nyimbo utaziona kwenye TV, utaziona kwenye radio, utazisikia zikiendelea, utapata CD yako utanunua, lakini ni za kwako. Watu wengi leo wana ndoto, wanatamani kuingia mahali afungue kitu, salon, afungue hotel, afungue hivi duka, supermarket, kwa sababu mafanikio hana. Ile ndoto inaajakiwa na mtu mwingine anaiteka, anaenda anafungua na anaendeleza kufanya mambo pale, wewe unabaki kwa pale chini. Kwa hiyo ndoto, na mtu anapokuwa na vision zake, maono yake, mikakati yake, ili aweze kufikia kule anakopaswa. Mafanikio ni kiungo kikubwa sana katika ufalme. Mafanikio ni kiungo kikubwa sana kama wale watu ambao wanafuatiliaga mpira. Kuna mtu anaitwa kiungo pale katikati, namba 6. Kwa hiyo kiungo ni mtu wa muhimu mno pale. Kwa hiyo kiungo akikosekana ni ngumu sana huo mchezo kuchezwa. Viungo wengi wakiwa pale ndani, magoli yanakuwa mazuri na pia ball possession inakaa vizuri. Kwa hiyo unamiliki mpira sana. Sasa pia fedha, mafanikio, tunapozungumzia mafanikio hatuzungumzii pesa peke yake. Unapozungumzia kuhusu mafanikio unaenda zaidi. Mafanikio ni pamoja na afya njema, mafanikio ni pamoja na kuwa mafanikio kiroho, mafanikio kimwili, mafanikio kiakili. Kiakili sio kusoma shule. Mafanikio kiakili ni mtu kuwa na akili nzuri, brain na kuwa vizuri, unaweza ukaplan vitu na ukaamka ukavifanya. Hiyo ndio inazungumziwa. Kwa hiyo mafanikio ni kitu kikubwa na ni ulimwengu mpana. Tungekuwa tunazungumzia leo, tunazungumzia tu ndoto za mtu ama future ya mtu, nyuma hatima ya mtu nyuma ya roho ya umaskini. Ilikuwa tunazungumzia umaskini kama umaskini, mafanikio kama mafanikio, ili nalo somo lingine kubwa na nipana. Kwa kitabu cha Mhubiri 9 mstari wa 14 hadi mstari 16 anasema yule mtu aliokoa mji, lakini kwa kuwa ni maskini alisaulika. Na mtunzi wa kitabu cha Mhubiri anasema hapo ndipo niliposema kweli hekima ya maskini haikumbukwi wala maneno yake yasikilizwi. Kuna mtu anaweza kuzungumza, mfika mahali unazungumza Mhubiri 9 anasema hata maneno ya maskini hayasikilizwi. Yaani hii ndio inaonyesha yana umuhimu kabisa. Ni muhimu sana na yamejaa nguvu nyingi tu, lakini hayasikilizwi kwa sababu kuna kiungo pale. Leo kuna vitu wapishi wanazungumzia, leo hawa wanajua wapishi wanaweza kuchukua. Zamani kabisa wali ulikuwa kuna namna unapikwa. Leo kutokana na nguvu pia ya umaskini, nguvu ya umaskini, leo wali unachakatwa unaitwa pilau, lakini unapata haijakamilika. Maana zamani kwa pilau lazima iwe na vitu vyake vyote, lakini leo tu unaunguza viungo bila nyama, unaunguza vitunguu vinakuwa brown, ukiweka mchele pale ukikoroga sana unaitwa pilau, lakini wanaita bubu. Kwa hiyo leo kuna vitu vingi sana ambavyo vimefanyika na mambo wanaweza kupika, lakini kwa sababu hawana vitu timilifu, hiyo tunasema umaskini ule. Kwa hiyo inabidi sasa vitu bubu vingi vitokee katika mitaa na katika familia na hata mezani. Ndivyo ilivyo pia sasa kwenye mtu ambaye unataka kumhubiria mtu habari njema za ufalme wa Mungu. Unataka kumwambia mtu habari za Yesu. Lakini sasa umesimama pale, umepasi sketi yako ya marinda, umenyosha shati yako nzuri, umetengeneza. Unafahamu zamani shuleni kuna kaua unaweka hapo kwenye mikono kama polisi, alafu na hapa nyuma kama box. Unanyosha vile, umejipanga vizuri, umechomeka, na kinyofoka unarudisha, umejaladia suruali yako vizuri. Lakini sasa hujakaa vizuri, hasa utapiga injili pale, kwanza unaweza ukasumbuliwa kwa sababu tu kuna kiungo huna ambacho tunazungumzia mafanikio. Ile Biblia inazungumzia kuhusu kwenye kitabu cha Mathayo mlango wa 24, anasema injili ya ufalme itahubiriwa. Injili ya ufalme itahubiriwa. Hii injili sio hii ya makelele. Leo hii hapa huwezi tu kungangana tena kupiga makelele ovyo watu wakakusikiliza. Japo unaongea habari nzuri za Mungu, habari za muhimu sana. Unajua sasa hasa Christian wao wanaamini Biblia inasema nendeni ulimwenguni mkahubiri injili kwa kila kiumbe. Sasa dunia imebadilika, hawajui. Wao wanafikiri tu utaenda. Kuna geti unafika kubwa, mtu anaishi kama mita kaza karibu 200 kabla hajafikia kwenye ile geti lake pale. Wewe unafika pale unataka kugonga ile geti. Kuna jibwa kubwa, umbo likubwa liko tu pale, la kuja la nusa nyayo zako chini ya geti pale. Unataka uwagonge watu waje ili wakufungulie, uanze kuwashuhudia habari zako za Kristo. Kule tu mbali ukiambia wewe nani, sema mimi ni mtumishi, nimeleta habari za Yesu wao. Wanakuambia habari njema, sema tunazo tayari, nenda zako. Maana ukiangalia tunaona kama kuna habari njema tu pale. Ukichungulia tu kwenye kifunguo cha kufuli pale unaona kule nje kuna vitu vizuri. Kwa hiyo injili hii sasa inaweza kuhubiriwa. Kiungo cha mafanikio kinahitajika. Leo hii hapa ukiwa umefanikiwa, kwanza utahubiri na utawapata watu wazuri sana kwenye ufalme, kwa sababu hii dunia imekaa hivyo, haijapangwa na shetani. Imekaa tu hivyo tangu mwanzo, kwamba watu waliofanikiwa huwa wana jinsi, wana lugha yao,
wana ulimwengu wao. Watu wasiofanikiwa na wenyewe na lugha zao, wana mazungumzo yao, wana mahali pao pa kula, wana maji yao wanayokunywa, na kila kitu yani kimeishi hivyo. Hizi vitu si shetani, si siasa imepanga. Hii mambo imekaa tu hivyo hivyo. Sasa ili uweze kufikia lengo lako vizuri, unahitaji mafanikio. Na mafanikio ni ulimwengu mkubwa ambayo kwanza kabisa, kiungo cha kwanza cha kufanikiwa, lazima watu wakatae hali wanazoziishi. Yaani wakatae ile hali pale. Japo sasa kuna vitu vingi sana ambavyo vinatajwa kwenye Biblia kama principles ambazo watu wakizipata wataenda nazo. Kitabu cha Walawi 25 ule mstari wa 25, alafu kiruka ukisoma mstari wa 39, anasema ndugu yako akiwa maskini ama ndugu yako akipatwa na umaskini. Ni hali ambayo inaweza kumpata mtu ikamdhoofisha, ikamharibu. Lakini umaskini ni nguvu ambayo inaweza kuletwa, ina vyanzo vingi sana. Sasa watu wanatamani sana kama swali lililopita wiki ile kwamba Apostle tuambie ni jinsi gani ya kufanikiwa. Nikasema kwamba watu wanahitaji majibu rahisi katika maswali magumu. Kwamba uwezi kupata sio tu kwamba jinsi ya kufanikiwa ni hivi. Kuna vyanzo kwanza. Bila vyanzo kujulikana ni vipi vikashughulikiwa. Hivi vyanzo tu vyenyewe vinatosha kuleta umaskini kwa mtu binafsi, umaskini katika society, jamii, umaskini katika taifa, miji na vitu kama hivyo. Na umaskini umekuwa roho kongwe sana katika maisha, kama ilivyo ujinga, magonjwa na mambo kama haya. Kwa hiyo watu wana kazi kubwa sana kushinda, lakini watu kwanza wanapaswa kujua hivi vyanzo na kufunga ile milango. Kitabu cha Waefeso mlango wa 4, Paulo anawaambia Waefeso, wala msimpe ibilisi nafasi. Fikiri kuanzia mstari wa 27. Wala msimpe ibilisi nafasi. Kwa hiyo unaweza kuona kuna nafasi ambazo kwanza lazima zikamatwe kwanza. Kwamba hivi ni vyanzo ambavyo leo nilikuwa nataka kuzungumzia. Hivi ni vyanzo. Mtu akiambiwa lima sana, omba sana, lakini vyanzo hivi kama vipo mahali pake, wewe utajikuta umaskini unabaki pale pale. Na ya kwanza kabisa ambayo inaweza pia kuleta, sio walioleta, inaweza pia kuleta umaskini ni uwezo ulioletwa na ni namna ambayo inaweza kaletwa na viongozi wa dini, viongozi wa masuala ya kiroho. Viongozi wa masuala ya kiroho wana uwezo mkubwa sana kuleta umaskini katika mji, kuleta sisi ya viongozi wa kiroho. Naweza kuleta umaskini mkubwa sana katika mji, katika jamii, mtu mmoja tunaweza tukatumika kuleta. Na ndio maana unaweza kuona ukipangilia ile sisi inahitaji kwa Kiswahili ile kitu ile ni orodha ile hivi. Ukiangalia kwamba shetani na uskai, unaweza kukuta shetani yuko karibu namba ya mwisho sana kwenye kusababisha umaskini katika jamii. Ndio maana unaweza kuona mwasisi wa taifa hili alikuwa anasema adui zetu, akasema umaskini, magonjwa na ujinga. Hakutaja shetani pale ndani. Anajua ama hajui sawa tu, lakini kuna vyanzo hivi shetani huwa anataja. Shetani anahitaji tu usaidizi tu kidogo sana ili aweze kufanya, kama vile tabia za mtu kama hivi. Yaani shetani kuna usaidizi mdogo anasababisha, alafu anaonekana ndo amelipua mambo kama hayo. Sasa ukiangalia kwa sisi viongozi wa dini, tunaweza kuleta umaskini katika taifa, umaskini kwa watu, umaskini kwa mtu binafsi, umaskini kwenye taasisi ambayo ni kanisa kama kanisa, umaskini kwa taifa au kanda ama bara pia. Kuna usika mkubwa sana. Aswa moja hapo, kwa mfano viongozi wa dini walipokuja mababa walihubiri injili ya kwanza kwamba hakuna haja ya mafanikio, hakuna haja mambo ya anasa ama mambo ya duniani, sisi tunaenda mbinguni. Na wakati ule missionary walivyoleta injili, ilionekana kama vile mbinguni ni unampokea Yesu leo, alafu unalala unaamkia huko. Kwa hiyo inaonekana kama hakuna tena maisha. Kwa hiyo watu walifundishwa hizo, watu walikula walichokuwa nacho, kukavuma mambo ya Yesu anakuja 2000 kamili, anakuja sijui mwezi tarenga. Yaani kukatokea ndoto haya na watu hawakufanya chochote. Na ili watu sawaweze kwenda, watu wanapaswa kufundishwa mambo mengi sana. Viongozi wa dini, sisi tunapaswa kufundisha, ambao moja hapo mimi naanza kuelimisha hapa kwamba inatakiwa sana uweze kuzungumzia kuhusiana na kubadilisha miji ama watu ama nini, lakini ukajikuta sasa umebadilisha unaendesha kwa mfano tabia, mikakati ya huduma iko pale pale, ubadilishi mfumo mzima wa huduma. Ibada inaanza kila siku Jumatatu hadi Jumatatu, unakuta kuna service kanisani. Mtu saa za kazi yupo kanisani. Saa za hivi mtu yuko pale. Wengine wanasema kwamba tunakuja utafanya jioni, lakini unapata ni kila siku daily watu wanafanya kitu. Sio mbaya, na sizungumzii watu kwamba hiyo haikuzi kiroho pia. Kukuza kiroho inategemea na kile kitu ambacho mtu anakipata na kinafikia maisha yake. Huwa kinaweza kumkuza kiroho hata muda mrefu sana bila kufika kwenye nyumba za ibada. Inawezekana pia. Lakini kumekuwa na taratibu nyingi sana ambazo viongozi wa dini wasipozibadilisha hizi, unapata kuna ibada saa 4
Alhamisi za maombi. Hizo sasa siku za kazi. Unapata mtu yuko pale. Watu wanakuwa pale hajulikani alifanya kazi saa ngapi, lakini unapata tu kila anapokutana kwenye ibada kuna chombo cha sadaka pale. Kwamba lazima tuweze kutoa sadaka, lazima tufanye hivi. Sizungumzi kinyume na kutoa sadaka. Lakini kuna saa ya kuwafundisha watu, alafu kuna siku ya ibada. Lakini kila kinachofanyika pale ni kwa sababu ya ile roho ya umaskini pia ambayo ipo pale. Inabidi watu watoe kidogo kitu ambacho kiko kwenye mifuko yao ili at least wafanye chochote. Kwa hiyo inakuwa sasa ni njia ambayo si sahihi sana, lakini zinatumika na sisi kwenye viongozi wa dini. Kwa hiyo pia imechangia mno kuharibu mambo ya ibada. Kumekuwa na taratibu yani au wafundishi. Kwa mfano, kitabu cha Mwanzo, Mungu alipomuumba mwanadamu kwenye Mwanzo mlango wa 2, alimwambia mstari wa 15, ulime utunze ule. Unajua kile kitabu ni cha ajabu sana. Hamwambii omba, hamwambii uwe unapiga ibada sana. Sizungumzii watu wasifanye ibada. Lakini kuna mahali ambapo watu walipaswa kufanya kazi. Yani watu walipaswa kuhusika kabisa. Lakini vitu kama hivyo havipo. Watu wanaishi katika hali fulani kama vile ya kiroho, lakini ni hali tu ambayo inagandamiza watu pale chini. Sasa kwa sababu maskini umeshatinga kwenye maisha ya watu, watu inabidi wafundishwe kupitia umaskini ule. Kwa hiyo Mathayo 5 anasema heri maskini wa roho kwa sababu si watamwona Mungu. Kwa hiyo inabidi lipindwe uongo mwingi. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo sio sawa pia. Kwa hiyo hizi pia zinaweza zikahusika sana kuleta ufukara na umaskini kwenye maisha ya watu. Viongozi wa kisiasa, viongozi wa siasa kama namba 2 wanaweza wakachangia pia wao kwenye kuleta nguvu ya umaskini pia. Viongozi wa kisiasa wanaweza kutokana na usimamizi wa rasilimali za taifa za mji ambao zipo, ikiwepo mikataba mibovu ambayo inaweza kaingiliwa watu bila kuchanganua ama kuangalia. Mtu anaweza kuamua kuingia tu kujiingiza kwenye mkataba mkubwa mzito mbaya. Mtu anaingiza taifa la ingiza pale ndani, maskini anaweza kaingia kwa watu wa mahali pale. Mambo mengine kama hayo, kuna vitu vingi sana ambavyo watu wanapaswa vipaumbele vyao ni vitu gani. Kwa hivyo vipaumbele vinaposaulika kwenye rasimu zao manini, inatokea tu umaskini unachukua nafasi katika taifa. Kwa hiyo pia tunapozungumzia umaskini, hatumnyanyui tu shetani moja kwa moja kama shetani ndio mhusika mkubwa wa kuleta umaskini katika dunia nini. Sawa, shetani kazi yake kuchinja, kuua na kuharibu, lakini kuna watu ambao wana utashi, wana akili, wanaweza kuamua kufanya vipaumbele ni kitu gani, nini kinafanyika. Pia huko kuna husika sana kusababisha. Ya tatu ambayo inaweza kuchangia sana pia roho ya umaskini ni malezi ya wazazi. Pia yanaleta katika mtu binafsi, yanaleta kwa taifa, yanaleta kwa watu na vitu kama hivyo. Jamii inakuwa pale kwa sababu ya malezi ambayo watu walikuwa wanafundishwa kuanzia matumizi ya chakula. Kwa mfano, ukisoma kitabu cha Yohana mlango wa 6 mstari wa 5 hadi mstari wa 13, Biblia inasema kwamba wanafunzi walifuata Yesu akamwambia, watu wamekaa hapa sana na wana njaa. Kwa hiyo watu wanahitaji kula, lakini tutafanyaje tuwape chakula? Yesu akawaambia, wakatieni chini, mna nini? Wakasema tuna mikate 5. Tena mikate ilikuwa sio wanafunzi, ilikuwa ni ya kijana mmoja. Na yule kijana alipatia mikate. Kuna swali niliwahi kuulizwa siku nyingi sana, lakini si kwenye radio, kwamba hii mikate alipata wapi huyu kijana? Unajua Yesu alikuwa ni mtu wa miujiza mikubwa sana. Zamani sana katika miaka 80 sijui kama Mazingaombo Tanzania bado ipo. Kuna jamaa mmoja alikuwa tokea Mwanza anaitwa Kababa yeye. Huyu bwana Kababa yeye alikuwa anaenda anafunga nywele zake kwenye pikipiki. Nafikiri tangazaji na mimi alikuwa mjazaliwa kipindi. Alikuwa anafungia kwenye pikipiki nywele zake. Kwa hiyo ni mtu wa Mazingaombo fulani hivi. Sasa huyu mtu alikuwa akifanya Mazingaombo, tulikuwa tunamfuata, tulikuwa tunaenda tukimfuata, manake atanyanyua makreti ya soda kwa meno, atafanya nyanyua kiti kwa meno, anafanya vitu fulani vingi vya ajabu ajabu. Sasa umati mkubwa ambao unazunguka naye ulikuwa ni vijana na watoto. Kwa hiyo tulikuwa tunaona hii kitabu cha Yohana, mimi kinanifundisha, kinanikumbusha pale nyuma. Watoto wengine ambao walikuwa wanakwenda, wazazi wao walikuwa wanawapa biscuits, walikuwa wanawapa muhogo, na maka najua huyu akiondoka hapa anarudi giza. Yaani tunaenda na huyo mtu kama saa 3 asubuhi, tunatembea naye, anafanya muujiza mmoja barabarani, mwingine pale giza limeingia. Maana tunaenda naye mtaa mwingi. Sasa ikifikia usiku tunaagwa kuondoka, hapo ndo utajuta sasa, maana yake unakuwa umeachwa kilomita nyingi. Anaweza kukutembeza kutoka hapa na Katiti ama Kia. Kwa hiyo unafikia pale. Sasa Yesu kwa sababu alikuwa ni mtu wa miujiza, kuna kijana mmoja ambaye wazazi wake walimpenda, sijui ni mama au baba, lakini wazazi wake walimpa mkate 5 na si mikubwa. Wakawa wamempa mikate 5 midogo kama vile scones pamoja na samaki. Huyo mzazi msawi chakula cha Middle East, kwa hiyo kamchomea mikate ile inachomwa kwa moto, alafu na samaki wawili. Kwa hiyo kama utakapozunguka huku na huyu bwana ameujiza, sasa sio kama baba yeye huyu, lakini kama utazunguka na huyu bwana ameujiza, njaa ikikushika ule mwenetu. Kwa hiyo mtoto huyu akawa amekwenda. Sasa alipoenda imefikia mahali sasa watu wote wamepata njaa, wanafunzi wakamwambia mwalimu, watu hapa ni njaa. Yesu akasema kwamba waketisheni chini mwape chakula. Mna chakula? Akasema hata tungenunua mikate
ya pesa mingi bado haingetosha kuwaweza kuwatunza hao watu waliokuwa hapo wengi. Yesu akasema lakini kuna kijana. Ukisoma injili zote utapata neno kijana linatajwa pale katika Mathayo, Marko, Yohana. Pale maitataja mpaka ukija hapo kwa Yohana, Luka utapata. Kwa hiyo unaweza kuona akisema kuna kijana yuko hapa, yuko na mikate 5 na samaki 2. Yesu alipochukua kutoka hakuchukua kwa yule kijana, alichukua kutoka kwa mwanafunzi nafikiri Andrew Manani. Alipochukua kutoka kwake akashukuru Mungu, akamega, akawapa. Watu walikula ile mikate siku ile. Watu waliohesabiwa wanaume peke yao, walikuwa zamani wanahesabu sana wanaume kwa sababu ya kwenda vitani, kwa sababu ndio wana uwezo. Kwa hiyo wanahesabiwa wale wanaume kutoa watoto pamoja na wanawake walikuwa ni watu 5,000 walikula ile mikate. Japo kuna sehemu nyingine tena walikulaga tena wengine mikate mingine 7, alafu wakaokota ikabaki vikapu 7. Iko sehemu nyingine Yesu huyu, lakini tunasimama na ile kubwa mara nyingi. Kwenye kitabu hichi cha Yohana 6 mstari wa 5 hadi 13, wanafunzi wakala, lakini hawakusaza ile kusaza nzuri, walisaza ile kusaza ya kuabuse. Walipokula wakaacha vyakula pale chini vingi. Yesu akasema hatutaondoka hapa, okoteni vyote, msisaze hata kimoja. Hasa katika eneo la malezi kuleta roho ya umaskini, huo mara nyingi sana huo kumekuwa na familia zinazo abuse baraka za Mungu. Watu wanakula, anapokuwa chakula, anakula, anaacha chakula fulani hapo kinatupwa kwenye dustbin. Lakini kuna watu ambao wanalia, si Sudan, si Somalia, si wapi, hapa Tanzania kuna watu wana uhakika wa kula. Kuna vituo vya watoto yatima ambao hawana uhakika wa kula, wa kuishi kabisa. Hali ni ngumu sana, lakini watu wanatupa. Ndio maana tunasema ile abusing ya chakula, mtu anakula na kuacha chakula, sio picha ya mafanikio kutoka kwa Mungu. Hiyo ni roho mbaya ambayo imemuingia mhusika na sasa inampeleka kwenye umaskini. Yesu akamwambia okoteni. Wakaokota, wakapata vikapu 12. Na katika taifa la Israeli kuna makabila 12. Walionyesha kwamba ninyi wanafunzi wa mko hapa, kama hivi vyakula vitakanyagwa, basi kuna chakula cha makabila 12 na wake zao na watoto wao na nyumba zao na wajakazi wao ambao mnataka kukanyaga hapa chini, lazima mkiokote. Kwa hiyo kuna vikapu 12 viliokotwa kwa ajili ya kabila 12 za Israeli. Kwa hiyo unaweza kuona Yesu mwenyewe alikataa sana watu wasiabuse au kumwaga au kuharibu chakula, ambayo watu wanatumia leo ni roho mbaya. Yesu, Mungu alipotoa Israeli Misri, alipowafikisha jangwani, hakutaka waishi maisha ya Kimisri kabisa. Kule jangwani aliotengenezea chakula ambacho ni mana pamoja na chakula cha mbinguni. Wakala mana pamoja na kware, na waliambiwa wachukue chakula cha siku hiyo tu. Yaani manake wale waishe, na kisingetakiwa kubaki pale chini. Na hizi familia zinatakiwa zijifunze kwamba pia malezi yanaweza kusababisha roho hiyo ikaingia ndani ya familia na ikaleta shida kubwa sana kwa jamii za watu. Hii pia ni vyanzo vikubwa vya umaskini. Kwa hiyo unaweza kuona viongozi wa kiroho wanaweza changia umaskini kwenye society, jamii, alafu viongozi wa kisiasa wanaweza kuchangia umaskini katika jamii. Pia wazazi kama viongozi wa familia wanaweza pia wakachangia umaskini katika jamii. Jambo la 4 ambalo linaweza likaleta pia nguvu kubwa umaskini ni uvivu. Watu wengi sana ni wavivu. Tutakwenda kujifunza haya masomo siku zijazo, lakini najaribu kuonesha vyanzo vikubwa vya umaskini. Uvivu ni kitu kikubwa sana. Uvivu unakuwa mzito kwenye maisha ya watu kwa sababu uvivu ni mchanganyiko wa ujinga mwingi sana, ambao ukiuainisha hapa ni mwingi sana, unatengeneza neno ujinga, unatengeneza neno uvivu. Kuna watu ambao ni wavivu kwa sababu wanachagua kazi. Yaani watu wanachagua kazi kabisa, mimi nataka nifanye kazi hii. Yaani wanachagua kazi. Ili ni tatizo kubwa pia linaloweza kuchangia umaskini. Watu hawapendi kazi walizonazo. Mtu anakuwa tu mwepesi kuwahi kwenye interview na anaomba kweli apate kazi. Akishapata anakuwa na mauzuru mengi ya uongo, anakuwa na matabia mengine kule kazini, anaamka unasikia wacha tukatumikie kafiri, wacha tukatumikie hivi. Yaani kunakuwa na lugha nyingi sana ambazo hakuwa nazo hapo mwanzo. Hizi zinaharibu sana kazi. Watu hawako committed na kazi wanazozifanya. Hawajajipeana kwenye zile kazi wanazozifanya. Hii hapa imekuwa tatizo kubwa sana kwenye maisha ya watu. Na uvivu imechangiwa pia mpaka ile kitu wanasemaga kutembelea. Watu wanatembelea na ovyo ovyo kama mbuga za wanyama. Kwa hiyo unakuta tu watu wanatembelea wakati wa kazi. Watu wametembelea huku, wakati wa kazi watu wamekuwa huku. Hizi pia zinachangia sana kuleta roho ya umaskini, ulevi, bao, karata, ile watu wanaenda wanacheza saa za kazi. Hizi zote ni vyanzo vikubwa sana. Unakuta mavijana wakubwa wanacheza bao saa 4, wanacheza karata saa 4, wanafanya hivi. Hata hii mitandao ya kijamii ambayo imeingia. Hii hapa pia usipoweza kutawala hivyo vitu. Sasa na kitabu cha Mwanzo, Mungu alimwambia Adam
ukatawale. Mtu akishindwa kutawala vitu huwa anapata shida kubwa sana, na hivi vinaweza vikageuka vikawa ni tatizo. Mtu unakuta anachati ameinama hapo anacheka mwenyewe kama mwenda, anasema mwenda ni mwenda wazimu, anaweza kucheka pale kama mtu unakuta tu mtu anakuwa hapo, mwingine anakasirika mwenyewe, mwingine anafanya hivi, kijana mdogo, binti mdogo, unakuta tu ameshaanza kukunja uso. Hapo kwenye mtandao kuna vitu wanajibishana na watu, kumekuwa na mavitu yasio sawa. Kwa hiyo kuna mambo mengi sana katika maisha ya watu ambayo ni vyanzo vikubwa sana vya kuleta umaskini. Niseme watu wasitembeleane, lakini watu wana kiasi. Watu wana tabia nzuri, tembeleana na sangapi. Watu wanafanya hivi. Sasa kazi tuongeza kupiga kazi, hii mambo ingebadilika kwenye maisha ya watu. So kuna vitu vingi sana ambavyo ni vyanzo vikubwa. Ulevi, nazungumzia mambo maisha ya ulevi. Nikizungumzia uchumi sizungumzii tu kiroho peke yake. Napozungumzia haya sizungumzii watu wanywe ama waache kunywa, mimi nazungumzia maisha ya ulevi wanakuepo. Hata baa, maana kuna watu hata ungefunga na kuomba hawezi kuacha pombe. Kwa hiyo tunapozungumzia kuhusiana na mafanikio, nazungumzia hata vitu kama baa yanafunguliwa wakati ule wa kazi. Unakuta kuna baa, mimi nimekuepo kwenye nchi kama Zambia. Kuna kipindi tulikuwa yani baa zilikuwa hazina milango kabisa Zambia. Miaka hiyo nyuma tangu wamepata uhuru, baa zilikuwa hazina milango. Yani watu wanakuwa tu hapo. Baa inafungwa wakati ule kile kinywaji ama pombe haipo. Lakini wakati wote ipo, watu wanakuwa tu hapo, wanalala na kuamka baa. Hii nchi iliharibika, HIV ikawa kubwa na mambo kama haya yakakuwa maisha kama mbaya. Watu sasa umaskini unaingia usawa, wana pesa, inabidi watu wanapitisha magari kwenda maeneo mengine ya Afrika ya Kusini huko. Wakiwa wanapita pale kwao, inabidi sasa wanakuja wengine na mambo ya uzinzi na magonjwa na nini, wakaingiza kwenye maisha ya watu. Maskini ukaleta shida katika taifa. Kwa hiyo vitu vingi sana pia ni vyanzo ambavyo vinaweza vikazalisha hiyo nguvu ya umaskini ambayo tumeangalia mpaka sehemu ya 4. Sijui kama kuko na message hapo, kuna simu za watu niweze kuangalia. Asante sana baba. Ndio. Kwa kweli msikilizaji, ikiwa pengine ndio kwanza kabisa wajiunga nasi, kumbuka kipindi hewani ni Saa ya Ukombozi. Dakika ni 52 tangu itimie saa 1 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Hapa studioni tunazidi kukaribisha msikilizaji katika kuweza kujumuika nasi kwa njia ya simu, katika kuweza kupiga simu hapa studioni kupitia 0754287424. Simu yako ambao basi tutaweza kuipokea wakati huo. Lakini wakati huo basi ukiwa unajiandaa katika kuweza kupokea kupiga simu ama kujumuika nasi hapa, hebu tuweze kupokea simu message ama ujumbe mfupi wa maandishi ambao basi mweza kushiriki nasi hapa studioni, tukianza naye namna gani hapa. Ila kuna kitu baba ameongea kuhusiana na wazazi. Ndio. Ila wazazi kutokusimamia vizuri kwenye eneo la vyakula. Kina baba wengi leo wakishagombana tu na wake zao huko nyumbani, yani cha kwanza ili kuonesha kwamba amekasirika na goma kula. Sawa sawa. Kumbe nayo ni mbaya. Ni mbaya sana kwenye familia, kwa sababu jambo la kwanza, mbali na nguvu tunazozitumia kupata chakula ama kupata vitu, jambo kubwa sana ni kwamba Biblia inasema kitabu cha Luka katika zile sala ya Bwana pale, anasema unaposali semeni hivi. Alafu kuna mahali anasema utupe leo mkate wa kila siku. Kwa hiyo chakula pale nyumbani huwa sio wanaweza kutumika baba au mama kukileta, lakini kihalisi kabisa aliyopeana kile chakula ni Mungu. Kwa hiyo Mungu ndiye ametoa ile baraka, ile kipawa cha chakula pale nyumbani. Kwa hiyo inapotokea baba au mama wakakorofishana ama mtoto akazira kula, moja kwa moja huwa hamzirii mumewe ama hamzirii mkewe, anamziria aliyepeana ule mkate. Yaani anakuwa amemziria aliyempatia kile chakula, na moja kwa moja anakuwa amemziria Mungu mwenyewe. Na watu wamekosa malezi ya nidhamu ya mezani, naita table manners. Watu wamekosaga hiyo malezi, na ndio maana pia watu wanavuruga. Kuna hiyo kuziriana, wengine wanakomoana pale nyumbani, unakuta kuna maugomvi, mmoja anaamua kumkomoa mletaji. Kwa hiyo inabidi wapike chakula watu wawili, ugali na piko pale nusu debe ama nusu sado. Kwa hiyo unakuja kumwagwa nje, ukipita kwenye dustbin ya watu unakuta kuna chakula kingi sana kimemwagwa pale. Kuna maisha kama haya ya ukomoana ambao tunayafanya. Ni kama vile japo haiko hapo kwenye mada, ni kama vile wale watu ambao wanafanya biashara ya kuuza miili yao, kwa sababu ni kisheria hairuhusiwi katika nchi yetu, na mimi naizungumzia kama uovu kabisa. Hata kingekuwa inaruhusiwa watu kufanya zile biashara. Unajua wanaofanya biashara ile ya kuuza mwili wake, huwa anakwenda huyu mdada akipelekwa kunywa pombe huwa anaweza kunywa, kwa sababu ni kitu cha kupita, anauza mwili wake. Kwa hiyo anakunywa, kama alikuwa anaweza kunywa chupa 2 za bia 5,
5, anakunywa zile 5, anatoka nje anatapika, alafu anarudi tena anakunywa. Ama wanaenda kula vitu ambavyo sitaki kuvitaja maana nitakuwa narahisisha labda walevi ambao wajui, wanaenda kula baadhi ya vitu ili wakati ulevi waje wanywe tena. Kwa unaweza kuona ile hali ya ulafi ambayo ilitajwa kwenye Biblia, ule maisha ya ulafi wanafanya kwa sababu ya yale maisha ya kukomoana. Sasa pia kwenye family kuna matabia ya kukomoana kama hayo ya upande wa vitu. Mwingine anakuwa hana matumizi mazuri ya jikoni pale kwenye nidhamu ya jiko, nidhamu ya mezani. Watu hawana vitu hivyo, na mimi siwezi kuvifundisha kabisa, mimi sio mtu wa kitchen party, lakini matabia haya yameleta pia laana kwenye maisha na ile kuziriana vyakula. Watu wanapokorofishana kama swali lako, huwa jambo la kwanza, bango la kwanza ni seed, ili niweze kukuonesha mimi hapa ni bouncer. Sasa mimi nimekasirika, lakini kumbuka blessings zile sio za kwenu. Blessings zile ni Mungu amezileta, ni kipawa cha Mungu katika ile familia. Kuna watu ambao Mungu hakuwapa. Kuna nyimbo moja inasema unapowazuru wengine usinipite na mimi. Kuna watu ambao Mungu anapopita kwenu nyinyi akawabariki. Kuna nyumba ambayo unakuta Mungu huyu na ni watu wake hajawapa mkate siku ile ama hawajapata, lakini watu wanaziria. Kwa hiyo wanafika mahali wanaleta shida katika ile familia kwenye hizi roho za umaskini pia. Kwa hiyo kuna mambo kama hayo kwenye jamii, watu wanapaswa kujifunza pia sana. Asante baba. Na msikilizaji, wakati huu basi tunaanza kukusomea ujumbe wako mfupi wa maandishi baada basi ya baba kujibu swali hapa ambalo alikuwa ameulizwa na mwenzangu hapa. Naam, tunaanza naye. Huyu mwingine anaanza kwa kuandika iko wapi hiyo kanisa? Naam, msikilizaji, kanisa hili linapatikana Kijenge Mwanama. Ukiwa unaenda Mshono, ukienda pale basi ukipanda magari ama Isuzu zinazoelekea Mshono, utashukia sehemu inaitwa Banana, kona ya Banana. Ukishuka hapo ukapanda tena kidogo, utakutana na daraja kidogo tu. Hapo utavuka, utaona kanisa kubwa. Huwa mimi naliita kanisa la ulimwengu, kanisa ambalo la mataifa mbalimbali. Kwa hivyo ni kanisa kubwa. Ukifika hapo msikilizaji, ni wazi hautapotea. Lakini mwingine anaandika, Shalom mtu wa Mungu, uwe na enzi. Nimejifunza kitu kuhusu masikini ni roho mbaya. Ni anaitwa Heri. Amen, Heri. Sana. Asante. Na mwingine anaandika, Bwana Yesu asifiwe mtumishi wa Mungu. Amen, Bwana asifiwe. Hekima ulionayo sio ya kidunia, ni mpango wa Mungu katika kizazi hiki. Nashukuru sana. Mungu akutangulie. Amen. Jackson Chengu kutoka hapo Maji ya Chai. Wewe ni Jackson. Naam. Mungu mbariki sana Jackson. Asante. Amen. Naam, mwingine anaandika, Shalom hapo studio mko juu, tunamsikiliza shujaa wa mataifa. Mimi ni Pilote Debla. Amen, amen. Naam, Pilote anaandika hivyo. Lakini mwingine anaandika, Shalom baba, nachukia sana umasikini. Ila kila ninapojitahidi natoka kwa muda natoka kwa muda kisha narudi tena kwenye hali ya mwanzo. Ndio. Nilifanya biashara, nikamjengea mama nyumba, nikanunua kiwanja, lakini mtaji wangu ukakata ghafla. Lakini natoka kwa mafundisho yako. Amen, japo hata ninawadai wamekataa kunilipa. Naam. Mungu atamtoa hapo. Lakini pia kama anajifunza, anafuatilia, tumekuwa tukijifunza vitu vingi sana kwamba unaweza kufanya hivi adui akawa amezio. Kwa mfano, kuna familia ambazo haziruhusi, sawa sawa na Zaburi ya 109. Ukisoma pale Biblia inasema kuna familia ambazo haziruhusi kumiliki chombo cha moto. Kuna mtu ambaye haruhusiwi kumiliki chombo cha moto, sio na serikali na nguvu za giza katika familia zao. Kuna mtu ambaye haruhusiwi kujenga ama kuishi katika nyumba fulani ama nyumba yake ama nyumba nzuri. Sasa nguvu kama hizi kitokea, ukatokea umekwenda ukamjengea yule mtu, hata kama ni mzazi, sio kwamba watu wasifanye, usikoti vibaya. Unaweza kwenda kujenga pale, alafu ukakuta zile roho sasa ambazo zile roho ambazo zinasimamia, inaitwa wasimamizi, ambao waliwekwa kwenye kitabu cha Kutoka mlango wa 3, wanatajwa pia pale, au Biblia inataja sana au wasimamizi. Wanaweza kuwa wamesimamia kwamba ili eneo haliruhusiwi. Nifundisha nafikiri katika msimu uliopita kwamba hapa paruhusiwi nyumba block, hapa paruhusiwi kumiliki kitu hichi. Wewe utakapotokea leo ukamiliki kile kitu ama ukasababisha kumiliki kile kitu, wewe unapata roho zinazoitwa roho ya malipizi.
roho ya malipizi imetajwa sana katika Biblia. Malipizi ni roho ambayo inafanya, inasema hivi, kama ulivyotenda wewe na wao sasa wanakutenda kama ulivyofanya, kwa sababu haruhusiwi kufanya hivi. Wewe ukamvusha yule mtu pale, unapata ile malipizi. Ingine unaweza kujenga nyumba ama kununua gari, ndio mwisho uchumi wako wote pale. Kwa hiyo vitu kama hivyo wanatakiwa waje kwenye ibada pia wajifunze, na pia watendee kazi mafundisho. Kama wapo ibadani pia watendee kazi mafundisho haya yatawatoa. Ndio. Asante msikilizaji, basi ikiwa pengine ndio kwanza kabisa wajiunga nasi, kumbuka kipindi wani ni saa ya ukombozi, na kwa kupiga simu ni kupitia 0754287424 na tutapokea moja kwa moja simu yako hapa. Lakini mwingine anaandika, shalom baba, uhifadhiwe sana. Hai. Amen, amen. Na kuna simu hapa inaingia. Na msikilizaji, habari za wakati huu? Nzuri bwana asifiwe. Amina bwana asifiwe sana, karibu. Namsikiliza Shujaa kiongea hapo maneno ya hekima kabisa. Nashukuru sana. Mungu akubariki sana bwana Apostle. Amen, amen, asante sana. Huku naongea nikiwa Meru, mimi naitwa Sumari. Mr. Sumari, Mungu akubariki. Mungu akubariki mno. Sasa mimi niko nje ya mada kidogo, naomba niulize swali hili la rushwa. Hebu niulize. Bwana, fungu la 10 laweza kuleta umaskini? Unaliuliza kwa maana ya linaweza kuleta kwa maana ya kutoa ama kutokutoa? Yaani nauliza kwa maana kama umaskini hapo umezungumzia sana. Na nimekusikiliza mno. Sawa sawa. Niko pembeni. Nafikiri maanisha niko pembeni ya redio ya. Ndio. Na Msuma. Ismail. Naona pengine mtandao mwingine. Ndio. Sijui kama naweza mjibu. Naam, unaweza kumjibu. Ndio. Kwenye Biblia inasema kitabu cha Malaki, anasema leteni zaka kamili ghalani, ili kuwe chakula cha kutosha na vitu kama hivyo. Alafu anasema mlango wa 3 mstari wa 10 anasema leteni. Mstari wa 11 anasema mimi kwa ajili yenu nitamkemea na pia nitalinda. Kwa hiyo fungu la 10 linaweza pia, fungu la 10 sio ufunguo wa baraka. Fungu la 10 linalinda baraka zisipotee, zisiliwe na madumadu, zisiliwe na magonjwa, zisiliwe na vitu hivi. Fungu la 10 kazi yake kubwa sana huwa ni kulinda. Yaani hiyo ni kama vile nyumbani uko na askari anayelinda. Huyo askari hawezi kukuongezea utajiri. Huyo askari hawezi kuongeza kitu chochote kwako. Atalinda tu kilichopo ndani kisiondoke. Na fungu la 10 kazi yake kubwa ndio hiyo. Mungu anasema kwa ajili yenu nitalinda. Kwa hiyo fungu la 10 lisipokuwepo, yani maana yake ni kwamba baraka zote zinazoingia unazozivuna kwa vyanzo mbalimbali ambao Mungu amekupa, usipokuwa mtu wa kutoa fungu la 10, kinachofanyika sasa baadaye yake ni adui anaingia, magonjwa, vitu vya ajabu kunatokea tu. Marafiki wasio na mpango wanakuja kuchukua, kama kukopa, kama huyu kuna mmoja hapa amezungumzia sema nadai lakini pia sipewi. Kwa hiyo inafikia tu mahali mtu anakuja. Unajua kuna watu katika hii dunia ni kama nguvu za giza zinawaelekeza mahali. Anakuja kwako wakati una pesa, alafu wewe unajikuta unakuwa na huruma fulani ya ajabu kabisa. Kwa hiyo anakueleza shida yake mpaka unaona ya kwako wanasema cha mtoto. Kwa hiyo unampa yule mtu, na ukijenga imani kabisa kesho aliyokuambia narudisha. Lakini ukicheza huyo mtu hata mbinguni hamtakutana. Yaani inakuwa ni uadui wa kutosha hapa duniani, lakini anakuja kuchukua. Kwa hiyo fungu la 10 pia linaepusha aina hizo za watu. Fungu la 10 linaepusha kununua vitu ambavyo wakati mwingine ni vibovu. Unaweza uziwa gari, unaweza uziwa pikipiki, unaweza uziwa shamba, unaweza uziwa hivi, lakini ni vitu ambavyo vina migogoro mikali. Yaani baada tu ya kuchukua kile kitu pale utatumia mahela mengi sana uliona. Ndio maana pia tunazungumza katika Biblia kama fungu la 10, japo ni amesema ni nje ya mada. Fungu la 10 kama fungu la 10 huwa haliliwi hata na mhusika. Yaani lazima utakuja kulilipia. Kwa njia moja ama nyingine utalilipa. Lakini unaweza kulilipia hospitalini, unaweza kulilipia kwa kulipa kitu, unaweza kulilipia kwa panchi, kwa kununua tairi mpya, ile moja nzuri ambayo iko pale kapasuka. Yaani kuna namna tu lazima, kwa sababu ni agano ambalo limewekwa kati ya Mungu na mtu. Kwa hiyo hilo ni sawa sawa na una baraka nyingi alafu ukakosa ulinzi katika vile vitu ulivyo navyo. Kwa kitabu cha Mwanzo Mungu alimwambia Adam, lima, tunza, alafu uweze kula. Unapokosa maintain kutunza kile kitu, kukilinda kile kitu, hakiwezi kuendelea. Hata Yesu aliambiwa wanafunzi wake linda. Hata mtu alivyoponywa aliambiwa linda. Akamwambia shika mlicho nacho sana mtu asije akipokonya. Kwa hiyo fungu la 10 ni sehemu ya ulinzi. Kwa hiyo kama hakuna ulinzi vitaliwa na madudu ambao ni magonjwa, mambo mengine mengi. Yes. Asante. Dakika ni 4 kuelekea dakika 5. Msikilizaji, Bwana Yesu asifiwe. Halo, Bwana Yesu asifiwe. Amina, Bwana asifiwe sana. Amina.
Karibu tafadhali, uko wapi na unaitwa nani? Mimi ni Paulo, niko Karatu. Amen Mr. Paul. Nashukuru. Sasa baba, Ndio. Umezungumzia kidogo kuhusu fungu la 10. Sasa kama kwa mfano unakuwa mwaminifu kwenye kutoa fungu la 10, lakini bado hiyo hela ukatumia kununua kitu ambayo ni mbovu, yani ukajitahidi kwa akili yako kupata kizuri, lakini ukapata ni mbovu, hiyo sasa hapo inakuaje? Shida ni hapo kwenye 10% kutoa kwa uaminifu, au lakini kwa uaminifu nimetoa. Ndio. Nashukuru swali langu ni hiyo nitasubiri kwa njia ya radio majibu. Asante sana. Nafikiri ameuliza kwamba unatoka kwa uaminifu alafu unakuta unaenda kununua vitu vibovu. Nafikiri kuna kitu kama hicho, ulinzi unakuwa haupo labda katika swali lake zima la maanisha, nafikiri swali la ulinzi. Watu wengi pia kuna njia nyingi sana zinazosababisha, sio tu hilo eneo la fungu la 10 peke yake ambalo linaweza likasababisha tu kulinda. Pia mtu kama mtu binafsi. Unajua mwanadamu ni tofauti sana na mnyama. Mwanadamu ana kitu kinachoitwa utashi. Na utashi ile nafikiri utashi. Anakuwa na ile kitu ya nifanye nisifanye. Na ndio maana utagundua mwanadamu amewekewa bustani ya Edeni pale na akawekewa ule mti. Akaambiwa kule unakufa. Mungu kwa nini akauweka pale? Si tu kwamba aliweka kumjaribu mwanadamu, lakini mwanadamu ana utashi, will, ambaye anaweza kusema anataka ama anistaki. Na ndio maana Yesu wakati anakufa anaomba ili kwenda msalabani, akaambia Baba, ikiwezekana kikombe hichi naomba kiniepuke, lakini bado Mungu hakumsaidia kukiepusha kwa sababu yeye ana will. Yani Yesu angeamua kuhepa msalaba, angehepa, Mungu atafute jinsi nyingine. Kwa hiyo unaweza kuona sasa pia kwenye kwenda kununua vitu, si kwamba sasa tunapolipa toa fungu la 10 basi ndio tunabweteka sasa kila kikija anasema malaika ingilia kati. Ni sasa na ile kitu nasema kwamba Mungu nitafutie mke, Mungu nitafutie hivi, Mungu nitafutie mume, yani kuna kwa hivyo, yani hakuna mahali pako pa will, ile utashi wako. Kwa hiyo unakuta kuna vitu kabisa unaangalia hii hapa yes kwenda, ama fundi ama mtaalamu mmiliki wa hiyo. Mimi nimeona watu wanatoa fungu la 10 vizuri sana kama Mr. Paul anavyouliza, na wanaenda kununua magari mabovu kwa sababu kisha liona tu hivi, ataki wataalamu. Kwa sababu unakuta kutoa fungu la 10 peke yake hakuondoi ile roho ya kiburi ambayo iko ndani ya mtu. Unajua kuna watu ambao wao hawaulizi, kuna watu ambao wao kwao hawasaidiki kwenye maswali, wanataka kuamua wenyewe, wapate heshima wenyewe kwamba mimi nimeenda kununua kitu hichi. Sasa fungu la 10 aliondoe vitu kama hivi. Kwa hiyo mtu unatakiwa ujue kabisa sijai kumiliki chombo hichi, tafuta mtu mwingine. Hapa mjini kuna jamii ya Wamasai wanaenda kununua mawe, wakiuza mawe. Ukinunua jiwe la mtu la Tanzanite, wale wa jamaa wanakuta wao kama 60 hivi. Anaweza kununua mmoja, kuchukua jiwe moja kalithibitisha ni zuri, lakini halipi hela. Anaenda kumfuata na kuja kwako Jeff, na kwenda kwa yule, na kwenda kwa mwingine. Yaani mpaka wathibitishe ni hili hapa, wakilichukua hali wakati. Na unakuta hata biashara yao haipotei. Yaani mtaji wao uende. Lakini kuna mtu ambaye yeye akishaliona hivi anasema kwamba Jeff akiliona ile jiwe, akilichukua nitapoteza pesa. Kwa hiyo chapchapo analichukua, analipa milioni 4, kumbe jiwe lishakufa, lishaungua, alifai. Kwa hiyo analichukua mali imekatika sana, ndani anaweka mfukoni, kesho anajikuta amepotelea mtaani, haizi tena kufanya biashara kwa sababu hana ule uthibitisho. Kwa hiyo si tu kwamba kulipa fungu la 10 kuna zuia zile njia za kitaalamu za kupata kitu fulani. Kwa hiyo Mr. Paul pia eneo hili ni muhimu mno aweze kuingia. Wakati mwingine pia unaweza kuwa shetani anaamua kukupitisha pale, na Mungu anaruhusu majaribu makali uyapate ili uonekane utazidi utabaki kwenye msimamo wako wa kutendea neno la Mungu kazi, kumpa Mungu. Kwa mfano mimi leo nimeishi na Mungu, simpi Mungu kitu ili tu anifanyie kitu. Mimi nampatia kwa sababu Mungu, namtumikia Mungu kwa sababu ni Bwana. Namtumikia Mungu kwa sababu yeye ni mfalme wangu. Simfanyie ili anifanyie kitu. Kwa hiyo nafikia mahali tunampa Mungu anakuwa kama vile microwave, jiko lile la umeme la chapchap. Kwa maana nikisha toa hivi, Mungu mbona hajalini? Nimetoa fungu la 10 hapa, alafu mbona Mungu hajalinda hapa? Mungu pia wakati mwingine afanye vitu kwa jinsi hiyo. Kwa hiyo kuna sababu nyingi sana zinasababisha kwa nini uendelee kutoa fungu la 10 na pia uendelee kuwa unapoteza. Pia kuna sababu nyingi sana ambazo nafikiri zinahitaji shule. Kama itakuwa kwenye radio ama vipi, lakini nafikiri Mr. Paul atakuwa amepata sehemu. Asante baba kwa swali, kwa jibu zuri hilo. Sina shaka msikilizaji umejibiwa vizuri kwa swali lako hilo. Na tunaanza naye mwingine, tunaenda katika kuweza kusoma ujumbe wako mfupi maandishi. Mrs. Kayombo anaandika, Shalom baba, asante kwa kuwa asante kwa kuwa baba alipo baba watoto lazima kuwa kama baba. Amen. Umenikuta tayari kuna mabomoko makubwa katika maisha yangu. Lakini
lakini kwa mafundisho ya baba kuna ujenzi mkubwa na kwenye ulimwengu wangu. Mungu akuhifadhi sana. Amen, asante sana. Asante Mrs. Kayombo. Mwingine anasema shalom baba, wewe ni wa thamani sana kwangu. Mafundisho yenye ladha yanayonifanya ni ujasiri katika kazi ngumu ya uchimbaji. Mungu akuinue. Narudia kusema watu wasipate shida kwenye kwenda Nigeria. TB Joshua yuko Manama. Roho ya nguvu iwe vazi lako. Sister Rachel Milani. Nashukuru sana Rachel. Bariki Rachel na Mungu ampe mawe. Siku moja nafikiri atatushuhudia utajiri mkubwa. Itakuwa ni jambo jema pia. Ndio. Amen. Na mwingine Lucy anasema shalom baba, mafundisho yako ni ufunguo kwa kila kufuli iliyofungwa. Isaya 22:22. Mungu akuhifadhi sana. Apostle Zaburi 41:2 iwe ni maisha yako. Amen. Asante. Mwingine anasema shalom studio, mbona marudio hayasikiki au yamehamishwa muda gani? Tunahitaji majibu, nafikiri tutampatia majibu. Kabisa. Sina shaka majibu atapitiwa. Amen. Asante. Mwingine anasema shalom baba, Mungu akuinue, akutenge, akutie nguvu. Asante. Nafikiri alikuwa anamaanisha hiyo. Akupe enzi, hakika umekuwa mkombozi wa ulimwengu. Mimi Tumaini. Asante sana. Amen. Tumaini. Nashukuru sana Tumaini. Haya, na dakika zinazidi kukimbia kweli kweli. Shalom baba, shalom studio. Nashukuru sana baba kwa mafundisho ya ukombozi na unabii. Amen. Haya, kuna simu nyingine imeingia hapa wakati tunaendelea. Naam, msikilizaji, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe mchungaji hapa. Habari yako studio? Mzuri sana. Mimi ni Bwana Jeremia, niko Sakina. Ndio. Nimesikiliza mahubiri yako, kweli yamenigusa hata mimi. Sasa nikataka kukuomba tu ushauri labda. Ndio. Hizi fungu la 10 na calculate, kwa mfano mimi nina duka. Nafanya biashara. Hii unalikalculate sasa ujue ni kiasi gani au unafanya bila kukosa tu. Kusaidia kuweza kuelewa. Nashukuru sana, nashukuru. Mr. nani? Jeremia. Nashukuru sana, japo liko nje ya mada lakini nilishafundisha hilo somo. Nafikiri sasa wewe ni mmoja wa wasikilizaji wa sasa hivi. Na tunapozungumzia, unaweza ukakata pia simu ukasikiliza tu kwa njia ya redio moja kwa moja. Kwenye masuala ya fungu la 10 kweli kumekuwa na utata mkubwa sana kwenye maisha ya watu. Labda ningezungumzia pia hiyo kidogo. Kwenye fungu la 10 kulikuwa na utata mkubwa hasa kwa watu wanaofanya biashara za kimaduka kama hawa. Huwa mara nyingi sana kwenye fungu la 10 mtu ambaye anatakiwa aweze kuweza kutoa, make inatakiwa atoe, lakini natakiwa huyu mtu haezi kukalkuleti sabuni, kukalkuleti hivi, hapana. Huyu mtu anatakiwa anahakikisha ule mzigo wake ambao amechukua na vile ameuuza na jinsi ambavyo anatoaga faida yake. Huwa anavotoaga nini inaitwa ile capital, mtaji. Anapotoa mtaji, ile faida yake pale huwa kwenye eneo la faida tu, huwa ndio hapo kile cha kwake. Kwa sababu mtaji huwa sio kwako. Kile cha kwako huwa ndio kinakuaga na eneo la fungu la 10 pale. Kwa hiyo huwa ni rahisi sana kama mtu akifanya, sio kama atatolea kibiriti hii hapa nitatoa, hapana. Mtu anakuwa amekusanya zile fedha zake zote, anaofanyia kazi zake jinsi anaofanya watu wa maduka, alafu pale anapokuja kuhesabu akatoa capital akaweka pembeni, alafu kuna faida ile inakuwa pale. Kwamba faida, kama faida ni 10,000 basi hapo ndo unajua fungu la 10 nitatoa katika hiyo. Lakini kinyume na hapo, na anapokopa pesa kutoka benki haruhusiwi kutoa fungu la 10. Huwa alipo pale, kwa sababu hiyo mkopo sio wa kwako. Utakapotoa pesa ukapata faida, zile faida zako sasa utakapozungusha pesa yako huko ndiko kunakuwa na fungu la 10. Na nilizungumzia namna gani mtu anaweza kutoa sadaka anapokopa, sio zile pesa. Nafikiri nilieleza kitu kama hicho. Kama atakuwa Mr. Jeremia hajapata vizuri, atanifuata pia inbox baadaye kwa message, nitamjibu pia tena. Asante. Msikilizaji, tutapokea simu moja na pia kusoma ujumbe kama 2 hivi, na baadaye baba tuendelee na somo mwishoni pengine tutaweza kupokea. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Shalom hapo studio. Shalom, karibu. Asante, naitwa Riziki, niko Meru. Amen. Nilikuwa naomba baba unisaidie, kuna sisi ambao tunafanya kazi, labda unakuta unafanya kazi ambao ni uko kwenye hiyo kazi iko ni kama kanisa. Sasa unalazimishwa kutoa fungu la 10 pale. Kweli hiyo ni halali na tunaweza tukapata baraka, au kwa sababu inakuwa ni lazima utoe? Ndio. Nashukuru. Basi tunaweza kusikiliza ujumbe huu, majibu yako kwenye radio. Kialisi kabisa fungu la 10 huwa ni unaweza kukata simu yako msikilizaji, usikiliza vizuri kwenye radio.
Yep. Fungu la 10 huwa ni dhabihu ambayo inatolewa kwanza kabisa. Biblia inasema pale ambapo Mungu ataliketisha jina lake. Na mahali ambapo Mungu analiketisha jina lake, huwa sio yule anayepokea fungu la 10 anatakiwa akwambia hapa ndipo jina limeketishwa. Huwa yule mtu ambaye anapaswa kutoa ndiye anayepaswa kujua hapa ndipo mahali ambapo jina la Mungu limeketishwa. Na sio pale unapofanya kazi, ni pale ambapo unalishwa kiroho. Na fungu la 10 linatolewa kwa spiritual father, ni baba yako wa kiroho. Na pale kazini kwako pale sio baba wa kiroho, pale ni mwajiri. Kwa hiyo hii hapa ni janja tu ambayo inatumika wakati mwingine ili pia kurudisha ile fedha pale ndani ambayo kialisi watu hawawezi kubarikiwa. Na kubwa sana wale wanayetoa hawabarikiwi kabisa, kwa sababu wanafanya nje ya kile ambacho Mungu amesema, amekusudia. Sasa hiyo inasababisha wanakuwa wafanya kazi mahali lakini laana zinakuwepo. Na utapata mara nyingi sana vyombo hivi vitakuwa tu ni hivi vyombo vyetu vya Kikristo ambavyo vinafanya mambo hayo kwamba lazima utoe fungu lako la 10 hapa hapo. Kwa hiyo wangeweza hata kukukata kule juu kwa jitu wakwambia tumeshakata hapa. Haina tofauti na wale watumishi wanaofuata kwenye maofisi mafungu ya 10. Na vitu ambavyo havipo katika hii dunia havipaswi, haviruhusi. Hiyo inapaswa wale wanafuata, na mtu anatuma mtoto kwamba hebu nenda pale kwa Jeff ukachukua fungu la 10 pale, mwambie alete. Kuna vitu ambavyo si vizuri. Na hiyo hapo haiwezi kuruhusu mafanikio kwa yule anayetoa, kwa sababu pale mahali anapotoa sio mahali anapopataka, wala sio mahali. Biblia inasema wala usitoe mahali popote upaonapo, bali pale atakapopachagua Bwana. Lakini kinachoonyesha Mungu amechagua ni wewe ndani ya moyo wako. Utasikia hapa. Na je, hapo pia ni baba yako kiroho yuko hapo ama vipi? Kwa hiyo amna baraka katika hili. Yep. Asante baba kwa jibu zuri hilo. Msikilizaji, wakati tunasoma ujumbe huu wa mwisho kwa wakati huu, baadaye tutakusomea baadaye muda utakaporuhusu. Tulikuwa tunasoma ujumbe wa dada moja hapa, anasema shalom baba. Shalom. Shalom hapo studio, na tunasema shalom. Nashukuru sana baba kwa mafundisho ya ukombozi na unabii. Mimi nimetendea kazi masomo yako, na somo la Jumapili katika radio limenipa hatua zaidi hivi ninavyoongea. Mungu wako baba amenipa hada ya kumaliza diploma mwaka wa pili pamoja na degree mwakani. Nakosa lugha ya kueleza hila. Nashukuru sana sana baba, na nakupenda pia. Sitaacha kutembea chini ya mkono wa Mungu wako. Ni Naomi Mgaya kutoka hapo. Mungu bariki sana Naomi. Unajua unalipiwa ada kwa kila kitu, wewe kazi yako ni kusoma. Kazi yako ni kusoma. Basi Mungu ambariki sana. Na tunamshukuru Mungu kwa sababu ya kuwafanyia watu mambo makubwa. Labda niende haraka pia kuzungumzia viainishi ambayo tulizungumzia mpaka 4. Namba 5 ya vitu vinasababisha nguvu ya maskini katika mji ama mtu mmoja au jamii ni witchcraft, nguvu ya uchawi. Mahali popote panapokuwa na uchawi huwa umaskini unalala pale mahali. Huwa nguvu ya uchawi ni nguvu kubwa sana. Umaskini kama ile blanket ambayo linafunika vitu visionekane, lafunika mtu, lafunika uthamani wa mahali fulani usionekane kabisa. Na mahali penye nguvu ya witchcraft ama uchawi, huwa nguvu hiyo inatenda kazi katika ardhi husika, katika nchi ama katika mkoa ule ama ile familia. Inateswa na ile nguvu ya umaskini kwa sababu ya hiyo nguvu ya uchawi. Na ndio maana Mungu akasema usiache uchawi kuishi. Kwa hiyo uchawi unapokuwa mahali unazuia mafanikio yasipate nafasi yake pale. Namba 6 ambayo ni vyanzo pia vya mafanikio ni kumkosa Mungu katika maisha. Kumkosa Mungu katika maisha, watu wanapomkosa Mungu ni shida kubwa sana. Kwenye jamii niliwahi kufundisha, haikuwa kwenye radio, ilikuwa kanisani. Nilikuwa nafundisha kwamba kuna familia kule Marekani, moja ilikuwa inampenda Mungu na nyingine haikuwa inampenda Mungu. Hii ambayo ilimpenda Mungu ilipata watoto ambao ni wamefanikiwa. Siku moja nitawapa wasikilizaji wangu kama tipu ya hiyo familia Jonathan ilivyokuwa inafanya kule Amerika. Kwa hiyo unaweza kuona kukosa Mungu katika maisha kunaleta pia ufukara na umaskini. Mungu ni chanzo cha maarifa, kwa sababu maarifa yanazungumziwa hapa ni maarifa tu sio ya kuabudu, maarifa pia ya kufanya vitu. Mtu mwenye Mungu, na ndio unatagundua hata mahali ambapo Ukristo uliingia mapema sana. Maeneo yale ukiyatazama ni mahali ya tofauti sana. Hata ungeenda kwenye jangwa, mahali Ukristo uliingia tu hivyo watu wakapokea Mungu mahali pale, huwa kunakuwa na mabadiliko. Hata shule inaweza kuwa bora mahali pale, kunakuwa na hospitali bora mahali pale, watu mahali pale pia hapa nakuwa na ubora fulani. Kwa hiyo Mungu ni wa thamani anapokuwepo katika maisha ya watu. Watu wanapomkosa Mungu mambo yanakuwa ni mabaya. Kitabu cha Mithali kinasema utajiri unaodumu unatoka kwangu mimi. Kwa hiyo Mungu, kukosa Mungu katika maisha kunaleta mambo mabaya sana. Maisha ya umaskini yanakuwa ni tatizo kwa sababu pia Mungu hayupo kwenye maisha ya watu. Kwa jinsi gani Mungu hayupo? Pia ni swala kubwa la ibada. Katika swala la ibada limekuwa Wakristo wamekuwa pia na tatizo kubwa sana la kumheshimu Mungu na wao na mali zao na kazi zao. Na wakati mzuri sana pia sisi katika sheria za Christians kuabudu huwa ni kama nyepesi. Wao wanaweza
kuwa na ibada, labda hata wao wanasimama na nguzo moja, labda ibada tuseme Jumapili, lakini bado kwenda kanisani ni mbinde, bado kwenda kanisani ni shida, kuchelewa kunaongoza watu wanakuwa viani, hata Mungu wao hana uthamani katika maisha yao, kwa sababu unakuwa Jumapili mpaka unakuwa Jumatatu mpaka Jumamosi bado unakuta upo kwenye shughuli zako, lakini unaambiwa siku moja tutakutana na kanisani Jumapili tukamwabudu Mungu. Biblia inasema usiache kusanyika kama ilivyo desturi ya wengine. Watu ndio wanapanga safari, watu wanaenda kutembelea kwa wenzao. Yaani Mungu amekuwa ni same na wakati ulisababisha Mungu awe rahisi kama hana uthamani kwenye maisha ya watu, ni hizi dini zilizoingia za Freemason ambazo zilitengeneza maboti makubwa kwa ajili ya watu kufanya picnic kwenye maji na mambo kama hayo. Kwa hiyo wakatengeneza kwamba Jumapili ndio siku kama hiyo. Kiangalia katika mataifa mengi sana watu ambao wana Jumapili imekuwa ni siku dhaifu, kwa sababu pia Christian wenyewe waliidhoofisha peke yao. Kuna vitu kama hivyo. Kwa hiyo kwenye maisha kuna mambo mengi yanayochangia mambo yasiende. Kwa kukosa Mungu katika maisha pia ni tatizo kubwa sana kwenye maisha yetu haya ya Kristo. Na Christianity kama Ukristo ulikosea sana kufundisha watu namna gani ya kustawi na kufanikiwa. Kwa hiyo yale mafundisho pia yamekuwa tatizo kubwa sana kwenye maisha ya watu. Watu hawakufundishwa uwazi wa zile faces za mafanikio, zile tabaka za mafanikio. Watu walifundishwa kama vitu vibaya, na hata Biblia pia yenyewe kuna namna inazungumzia mafanikio ni kama watu waliofanikiwa walifanya pia vitu vibaya baadhi yao katika Biblia. Lakini watu hawakuweza kujifunza. Labda niende tu haraka nikieleza hizi ainisho. Kwa mfano kuna nani ya kwanza sema katika mafanikio yamegawanyika katika sehemu kubwa kuu tatu. Kuna sehemu ya kwanza kabisa ya mafanikio ambayo nasema kuna mafanikio yakitokanayo na shetani ama ushetani. Yaani mtu anapata haya mafanikio kupitia masharti. Unaua ili uweze kufanikiwa, unatoa mitambiko ili uweze kupata vitu. Kwa hiyo hiyo ndio unasikia watu wanasema sijui Freemasons, sijui nini. Hizo ni yale mafanikio ambayo yanakuwa watu wanayapata kwa njia ambayo si sahihi. Haya yanakuwa ya kishetani. Unamfanya mwenzako zezeta, unamuua mwenzako, unamfanya mke wako kitu fulani, unamdhoofisha mtu, poa pale nyumbani na kuwa mjinga na kwa hivi ili uweze kupata mali. Huyu hapa yeye anakuwa ni mafanikio ya kishetani. Luka mlango wa 4 mstari wa 6, shetani alimwambia Yesu alipoenda kujaribiwa, akamwambia ukinisujudia tu haya yote yatakuwa ya kwako, kwa kuwa mimi huwapa watu kama nipendavyo. Kwa hiyo unaweza kuona kuna mahali ambapo shetani pia huwapa watu vitu. Shetani ana uwezo mkubwa pia wa kupeana vitu kwa watu. Kwa hiyo kuna nguvu kama hiyo ambazo tunasema mafanikio yatokanao na ushetani. Kuna mafanikio ya pili, ambapo mafanikio ya pili haya ni mafanikio yatokanayo na mtu kupambana mwenyewe. Hiyo yanakuwa ni mafanikio yaliyo nyuma ya kitu kinachoitwa groaning, yani mafanikio nyuma ya maumivu makali sana. Haya ni mafanikio mabaya hata kuliko hata yale ya kwanza kishetani. Mafanikio haya ya ugumu yamejaa machozi, yamejaa jasho, yamejaa majeraha na pain. Kwa hiyo unapata huyu mtu hata anapofanikiwa, huyu mtu huyu mtu havai vizuri, huyu mtu hata akijenga ni shida. Anakiwa amefanikiwa kujenga hiyo nyumba, uthamani wake haukai kithamani ile, kwa sababu ni amefanikiwa kupitia juhudi zake zaidi. Yani maana yake ni kwamba hakukuwa na ushetani wala Mungu pia hakuwepo pale katika mafanikio ambayo kanisa la Mungu lingefaa lifundishe watu mambo haya kwa ukinaganabaga kwa ndani sana. Kwa hiyo unaweza kuona mafanikio haya ya groaning ambayo ni mafanikio watu wana toil kama mtu anayepanda mlima. Mafanikio haya huwa Mungu hatapata chochote kwa huyo mtu. Awe Mkristo, asiwe Mkristo, awe dini yoyote ile. Huyu mtu kwanza ye mwenyewe hajipendi. Yani kwa sababu yale majeraha aliyopata anatengeneza mafanikio ya kimuseum. Anapata mafanikio ambayo yanawekwa pale ni kama ya kuangalia. Yani yanakuwa tu pale. Kwa hiyo unakuta mtu hata kama amepata kagari chake, ukijaribu kwenda kumuomba ili ufanyie sherehe shughuli yako fulani, anaenda kumuomba atajieleza mpaka atasema uongo mwingi sana. Yani hawezi kukataa moja kwa moja, lakini ataonesha ugumu wa vitu na atakueleza jinsi gani alipata. Kwa sababu gani? Zile baraka sio baraka. Yale mafanikio anaweza kupata kwenye vitu vingi sana, lakini kihalisi kwamba hata watoto wake hawawezi kusaidika. Yani mtoto atakayezaliwa na familia ambayo imepata mafanikio kwa jinsia, huyo mtoto ana hali ngumu mno. Asifikiri atarithi kitu, atafikiri atapata chochote, kwa sababu vile vitu vina chapa ya maumivu. Ndio tunazungumzia baraka zitokanazo na groaning. Yani mtu anakuwa na vitu lakini amegugumia sana kuzipata. Hizi vitu huyu mtu hafai kwenye ufalme wa mbinguni wala hafai popote, kwa sababu huyu mtu hataweza kujitoa, hata yeye mwenyewe hawezi kujitoa kufanya chochote na ile pesa cha kwake mwenyewe. Havai vizuri,
hali vizuri, haishi vizuri, yani anaishi maisha fulani lakini amefanikiwa. Utasema huyu mtu amefanikiwa lakini mbona avai vizuri? Unasema hamna, huyu mtu ameishi ngambo, hamna cha ngambo wote pale. Hiyo ni ile nguvu ya groaning, kuwa na machozi. Anakuwa ndio wale watu ambao wanakuta sasa amepata gari yake, yuko naye pale ndani, AC anaiwasha Christmas kwa Christmas. Unasikia tu hii hapa nitapeleka watoto mahali fulani ndio nawasha pale. Kwa hiyo anajiumiza, unakuta kule ndani utafikiri mzinga wa nyuki ama mahali pa kuvundikia ndizi. Kuna kajoto fulani kabaya lakini haizi kuwasha, anateseka na hiyo hali. Hii tunasema ni mafanikio yatokanayo na groaning, ambayo kanisa lilifaa kufundisha hizi phases zote. Alafu kuna mafanikio ya tatu. Haya mafanikio ya tatu ndio nasema mafanikio yatokanayo na Mungu. Haya mafanikio ya kiungu huwa ni mafanikio ya ajabu sana. Huwa kweli mtu anaweza kuumia lakini mafanikio yaliyozingirwa na neema. Yaani kuna neema fulani. Mtu anaweza kupata leo shilingi milioni 1. Huyu mtu wa groaning atoi. Hata dhabihu atoi, hata fungu la 10 atoi. Na hata kama sadaka anatoa, anaweza kutoa tu kwa sababu sasa hapa naonekanaje na hao watu. Kwa hiyo inabidi aende, na ndio inasaidia sana ile kitu ya kukunja ngumi wakati unaenda kutoa. Unakuta yeye mwenyewe Mungu amemfanikisha. Unajua unaweza ukatoa kulingana na jinsi unavyomjua Mungu na mafanikio ambayo Mungu amekupatia. Kuna mtu kabisa ukimwangalia si mtu tena wa kutoa shilingi buku. Uweze kutoa tena buku moja ile 1000. Lakini unakuta mtu anang'ang'ana nayo hiyo na anaweza, ni kwa sababu tu ya mafanikio aliyopata huwa yana machozi. Yaani mafanikio yake ameyapata kwa kuumia, kwa kile. Kwa hiyo hata watoto wake ndio ile anasema nenda ukatafutia kwako, nenda kafanya nini, kama anawafundisha akili lakini huwa si akili kabisa. Kwa sababu Biblia inasema kwamba mtu mkubwa mzazi anakusanya kwa ajili ya uzao. Sasa hiyo mafanikio yatokanayo na groaning, ya maumivu, hayo mafanikio hayafai popote. Na mtoto anayezaliwa kwenye nyumba hiyo, kwa sababu huwezi kuandika barua nizaliwe wapi ikatokea hapo, pole sana, ni bahati mbaya, lakini inabidi struggle sana. Mafanikio ya tatu ndio mafanikio ambayo kanisa lilipaswa kufundisha. Mafanikio ya tatu ni mafanikio ya kiungu kwenye maisha ya watu. Huwa hata kama kuna groaning, hao watu hawawezi kueleza walivyofanikiwa. Ukimkuta mtu aliyefanikiwa kiungu hana stories za mafanikio, yani hawezi kukueleza sana, maana ajue alifanyaje akafika hapo. Yani kuna kuwa na mafeva fulani, yanakuwa ile tunasema dominion grace, yani kuna kuwa na neema inayotawala. Kwa unakuta mtu yani anapata, na huyu mtu sasa ndio Mungu anayewategemea hao watu kuwabariki na kujenga ufalme wake. Kwa sababu hao watu unakuwa kwenye kitabu cha Mithali mlango wa 8 mstari wa 18 anasema utajiri na heshima, tena utajiri unayodumu unatoka kwangu. Kwa kuna utajiri ambao hauna heshima, kwa sababu huvai vizuri, huli vizuri, huishi vizuri, hufanani na vitu ulivyonavyo. Ndio maana Mithali 8:18 inasema utajiri na heshima unatoka kwangu. Leo watu wana magari wameweka pale, unakuta anachapa mguu njiani. Ni mazoezi ero? Hapana. Ni nini sasa? Hapana, na watu bana kutembea ni bane mafuta. Hizi ni zile mafanikio ya groaning. Huwa Mungu akikupa mkate, huwa hakupi mkate mkavu, anakupa na chai. Mungu akupa chai, anakupa na mkate. Huwa Mungu wetu ni wajabu. Lakini watu sasa kwa sababu ya kulia wameteseka sana. Ameshikana shati, ameuza mkanda wa suruale ili aongeze pesa kununua katika baisikeli. Kwa hiyo anakuwa na mashida mengi sana. Sasa tunazungumzia baraka hizi ambazo mababa wa kiroho walipaswa sana kutufundisha hizi baraka za kiungu. Kwenye Mithali 8 anasema utajiri na heshima zinatoka kwa Mungu. Na utajiri sio tu huo, ule unaodumu unatoka kwangu mimi. Mithali mlango 19 mstari ule wa 9 anasema utajiri huongeza marafiki wengi sana. Mithali 19 mstari wa 9 anasema tajiri huongeza marafiki wengi sana. Sasa unaweza ukaona marafiki sio wale walaji, wanakuja watu wazuri, watu sahihi, watu walio bora, na Mungu anaweza kufanya hivyo kwenye maisha ya watu. Mtu kama hivi nitamalizia kwenye Samueli wa pili mlango 12 mstari wa kwanza hadi wa 4. Sorry. Samueli wa pili mlango wa kwanza mlango wa 12 mstari wa kwanza hadi wa 4 anasema Daudi, ukisoma pale utapata story ya Daudi pamoja na Nathan yule nabii. Jinsi ambavyo anasema kulikuwa kuna tajiri mmoja na maskini mmoja katika mji. Yule tajiri akatumia utajiri wake, alafu ikaangukia ni kesi ya Daudi na mke wa Uria. Watu wakisoma pale wataipata. Kwa hiyo inaonesha sasa tajiri ni mtu ambaye ametajwa katika sura mbaya hata kwenye vitabu vitakatifu. Na ndio maana watu wanasema kwamba ukiwa tajiri unapoteza Mungu, unapoteza. Lakini utajiri ni muhimu sana, japo tu utajiri wa huyu alikuwa anatajwa hapa Anzikani ule utajiri mwingine ambao sio. Ukisoma kitabu kile cha Mwanzo, kuna mtu kwanza ukimwangalia Ibrahim alikuwa, kuna mahali Ibrahim anatajwa kwenye Mwanzo 20 kama nabii. Kwa hiyo Ibrahim alikuwa mtumishi wa Mungu, baba yetu wa imani, alikuwa tajiri na ana Mungu sana. Alikuwa anaishi na Mungu na alikuwa tajiri.
Isaka alikuwa ni tajiri sana na alikuwa ana Mungu, alijenga pia madhabahu. Yakobo alikuwa ni tajiri sana na pia alikuwa na Mungu sana, ile wanasema kiroho safi, alikuwa hapo. Huyu Daudi alikuwa ni tajiri sana na pia alikuwa anatembea na Mungu. King Solomon, mfalme Suleiman, alikuwa tajiri sana na alikuwa na Mungu. Mpaka mavazi yake Yesu aliyataja akisema Suleiman katika fahari yake yote na kuvaa kwake kote. Kwa hiyo unaweza kuona alitajwa. Ayubu mlango wa kwanza alikuwa mtakatifu sana kuliko watu wote katika east wakati ule, upande wa mashariki na katika nchi ile wote. Yeye alikuwa tajiri sana alafu mtakatifu sana. Kwa hiyo mtu asije kafika mahali akasema ukiwa tajiri unapoteza utakatifu. Mimi nasema mtu akiwa maskini anapoteza utakatifu kabisa. Kwa hiyo mafanikio ni kitu cha muhimu sana katika ulimwengu wetu na maisha yetu. Sijui kama kuna nini cha kuendelea. Naona muda wetu pia nao umetuishia kabisa hapa studio. Naona zamu nyingine nataka kuingia. Lakini kuna kitu kimoja pale labda kwa haraka haraka. Leo watumishi wengi ulizungumzia kwa habari ya watumishi. Watumishi wengi leo wakifundisha wanafundisha sana kwa habari ya ili ufanikiwe ni lazima utoe sana. Kwa mtu akitoa anasubiri kwamba kile alichokitoa kizalishe. Je, ni sahihi kwamba ukishatoa usubirie sasa? Hapana, kwenye watumishi wengi wanafanya mafundisho ya chakula mkate. Watu wengi wanafundisha watu hivyo, na ndio maana siku zinazokuja Ukristo utapotea kwa kiwango fulani katika dunia, kwa sababu watu wataona kama Mungu mbona si mkweli. Lakini imeanza na mababa wa kiroho ama viongozi wa kiroho wengi wanafundisha na kufanya. Kuna mafundisho kweli mtu anapaswa kutoa, lakini unatoa nini? Mpaka mtu afundishwe njia za kuzalisha, njia za kupata, na automatically mwanadamu ana uungu fulani ndani. Yaani mwanadamu akijifunza jinsi gani ya kuishi na Mungu afanikiwe, huwa kutoa afundishwe. Labda tu tambua kuna sadaka hizi na hizi na hizi, lakini unajikuta tu mtu anajikuta anaanza kutoa. Sasa watu hawataki kufundisha hizo kwa sababu pia wenyewe hawajui. Wengine wanakuta hawajui ama wengine ni njaa, kwa hiyo inabidi wafundishe, wadanganye. Mtu anaambia utaniona mtumishi, nataka kupatia unabii, hebu toa pesa. Wengine wanakuwa kwenye mahoteli hapa mjini unajifungia pale, ukienda kumuona 5,000 unafanya. Hizi zote zinaleta upagani kesho, kwa sababu mtu analipa kumuona nabii, kumuona mtumishi, lakini bado haiwezi kufanikiwa. Kwa hiyo kuna vitu vingi ambavyo siku nikijibu ili swala kwamba mtu akifanya hivyo ndio asubiri tu pale, hivi ni ngumu sana. Mafanikio huwa hayaletwi na maombi. Maombi ni moja kati ya viungo vinavyotengeneza pilau tu kule ndani. Lakini ili maombi yaweze mafanikio yaweze kuja, kuna eneo la kazi, kuna eneo la bidii, kuna eneo la kuanzisha vitu, kuna eneo la ujasiri, kuna vitu vingi sana. Ndio maana hakuna mtu anaweza kumwambia njoni kuombea ufanikiwe. Mtu lazima ajifunze. Hizi shuhuda umezisikia hapa. Mtu alisema kwamba tangu nimekuwa chini ya sauti hii nikijifunza, mafundisho yamenitoa na sasa hivi kuna ujenzi mkubwa. Mrs. Kayombo pamoja na yule mwingine alisema. Kwa unaweza kuona mafundisho ndio yanasababisha mtu afanikiwe, lakini kuitwa tu uombee ukafanikiwe indanganya toto kubwa sana. Ndio. Asante msikilizaji, dakika kweli zimeweza kutupa mkono na hatutaweza kukusomea ujumbe mfupi wa maandishi ambao pengine umeweza kushiriki wakati huo. Lakini katika kile ambacho pengine utakuwa na jambo la kuuliza wakati katika siku zote 7 kuanzia wiki tunaoanza kesho hapo Jumatatu mpaka kuja kufikia Jumapili, sina shaka utakuwa na jambo lolote la kuuliza kupitia 0754287424. Tafadhali kama utakuwa na jambo lolote la kuuliza kuhusu CD, kuhusu vipindi hivi na namna ambavyo pengine unaweza ukashiriki kanisani hapo, basi unaweza ukauliza chochote kupitia nambari hiyo kupitia 0754287424. nasi tutakupa jibu sahihi kama utakavyokuwa unauliza. Amen. Lakini pia kipindi hiki ni kila Jumapili kuanzia saa 1:15 hadi saa 2:15 za usiku. Lakini kila Jumapili alfajiri marudio unapata kuyasikiliza kuanzia saa 11 kila siku za Jumapili. Lakini mara nyingine kama hujasikia tunajua mambo fanya hajakaa vizuri mundani, lakini kila Jumapili kipindi hiki urudiwa. Amen. Asante, na usikose pia kufuatilia kipindi hiki kupitia mtandao wa YouTube. Angalia Liberation Hawa mkwaju YouTube, utafuatilia vipindi vyote hivi tangu mwanzo wa kipindi hiki kinaanza mpaka wakati huo. Mimi naitwa Geoffrey Julius. Asante kwa kuwa pamoja nasi na tukutakie Jumapili njema zaidi na zaidi, na hasa katika siku zote 7 kuelekea Jumapili ya wiki ijayo. Nakuhitaji Bwana, nakuhitaji Yehova, wewe ndiye msaada wangu. Niende wapi ila kwako? Tazama shida zangu, tazama tabu zangu. Bwana,
wa kunisaidia ila ni wewe. Ima Bwana, shuka uniokoe. Shuka Bwana, shuka, shuka Bwana, sikuiti hukumu ila shuka. Mbona upo mbali? Shuka Bwana. Bwana, ninaomba Bwana, shuka. Shuka Bwana, shuka, shuka Bwana, sikuiti hukumu ila shuka. Mbona upo mbali? Shuka Bwana. Abiyu, ninaomba Bwana, shuka. Unisikie Bwana.